Basi karibu katika shule ya Biblia leo siku ya Jumapili tarehe 12 Julai mwaka 2020. Kama tumesomewa sehemu ya mwisho ya kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 6. Kwa hiyo tuko kwenye mistari kama 12 ya mwisho. Sehemu ya 3. Leo ni wiki ya 3 tukiwa ndani ya kitabu cha Injili ya Yohana kwenye mlango wa 6. Katika sehemu hii tutaona hoja, kwa kawaida ni vizuri tuwe na hoja kadhaa. Tutaona hoja kama 5, lakini hoja kubwa kabisa kuliko zote unaweza kusema tunayoiona humu ni watu kusikia maneno ya Mungu yasiwapendeze wakaamua kuacha kumfuata Mungu. Na sio kitu ambacho Yesu anakipenda, anakipinga, anakikataa. Kwa hiyo neno kama hili limewekwa hivi ili kusudi tujifunze. Hebu jiulize, Kristo yuko anahubiri, yuko anasema, na ametoka na hawa watu kule nyuma kwenye mlango wa 6 huku nyuma kidogo kwenye mstari wa kwanza kuendelea, walitoka kula chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, kilichoongezwa kutoka katika visamaki viwili vidogo na mikate 5. Huko wamependezwa na wakaenda kumtafuta kule Kapernaumu, mpaka wakamuuliza, mwalimu umefikaje huko? Ndio wakaanza kuwapa makavu. Akasema, najua mnanitafuta kwa ajili ya baraka tu, lakini hamnitafuti kwa ajili ya kweli ya Mungu na Kristo. Na ndivyo tunavyotakiwa kuhubiri. Tunatakiwa tuhubiri tukiwa tunawaambia watu waziwazi. Sio kusema unajua wengine labda. Hapana, naambia ninyi mnakuja kwangu kutafuta baraka. Leo watu wanaingia makanisani, kazi kubwa ni kutafuta baraka, sio kutafuta neno la Kristo. Yaani kweli ya Kristo kwake ni sifuri kabisa. Yeye anadhani hata ukipelekea watu injili, anakuambia njoni watuombee. Yaani ukisema neno kuombea, maana yake ni tunataka tupokee kitu fulani. Lakini waambie maneno ya Kristo, anaanza kuondoka mmoja baada ya mwingine mmoja. Unaweza kubaki peke yako. Tusiwe hivyo. Na ukiangalia hapa tunaona kwamba Kristo kimsingi yani anaanza hata inamkumbusha hata msaliti wake pale. Yaani hali ya watu kutokupenda kusikia anavyovisema, mpaka anaanza kumkumbuka na Yuda. Na kabla sijasahau ngoja niseme. Yuda Kristo, kama kuna mtu ambaye hayuko sawa, wote hatuko sawa mbele za Mungu kwa kweli, wote tuna matatizo. Lakini dhambi zote by the way sio sawa. Dhambi zote tushaona hazilingani. Kama kuna mtu ambaye ana tatizo, Kristo alikuwa hamfichi, alikuwa anamsema katikati. Leo hii mtu akitokea amekosea akasema, utasikia wanasema hao jamaa ametusema. Kristo alisema hapa kuna shetani katikati yetu. Na sehemu nyingine anasema ni huyu ambaye anakuja kula pamoja na mimi katika kikombe. Kristo alikuwa hafichi. Leo hii mtu ataenda kuhubiria akwambia kuna mtu siji tena hawezi hata wakasema tatizo liko wapi. Hata ikitokea watu wawili wamegombana, lazima ijulikane huyu ni mgomvi, huyu sio mgomvi, au basi wote ni wagomvi. Lakini lazima tujue Kristo alikuwa anasema msaliti. Kwa sababu kwa mfano ukisema hapo kuna wasaliti, maana yake unaweza kuwafanya watu wajisikie vibaya, labda ni mimi. Na ndio sababu sehemu nyingine akina Petro anaanza kusema, "Je, ni mimi?" Kristo akasema, "Hapana, kama mna shida, ngoja niwaambie ni huyu hapa." Tuna jukumu la kuwa tunafafanua, tunaeleza waziwazi tatizo liko wapi. Kwa hiyo tutaiona hiyo kwamba Kristo alikuwa hafichii watu zile siri zisizokuwa na sababu. Alikuwa mtu mwenye tatizo anamwambia, na anamwambia namna ya kupona. Anamwambia kwamba kwa mfano Kaini, Mungu alimwambia Kaini, wewe umekosea. Lakini ukikaa vizuri na mimi, ukaa vizuri na Mungu, utapona, utapokelewa vizuri. Lakini usipofanya hivyo, dhambi iko mlangoni na kusubiria. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunapokuwa tumekosea, mtu anapokosea lazima atajwe. Kuna mazingira wakati mwingine sio lazima kumtaja kwamba fulani ndio mwenye kosa pana. Lakini hii tabia ya kuficha dhambi na kuzifunika ndiyo iliyofikisha kanisa hapa. Leo kanisa ni chafu kuliko dunia. Leo hii mtu wa kanisa anavaa mavazi ya aibu kuliko mtu wa dunia kwa sababu ya kuto kuikemea dhambi. Kristo ni mkemea hapa moja kwa moja. Twende ilikuwa kama utangulizi. Tuangalie zile hoja
katika mlango wa 6. Kwenye mlango wa 6 mnakumbuka, tulianza mistari 25 ya kwanza kwenye wiki ya 3 nyuma, tuliona vitu viwili. Tumeona Kristo akiwa anawalisha watu tulikadiria kama 20,000 au 15,000 kuendelea. Kwa sababu wanaume peke yake walikuwa 5,000. Baada ya hapo walikuwa maeneo ya Tiberio Galilaya, wakavuka kwenda Kapenaumu, ndo wakapitia kwenye dhoruba wanafunzi wake, na ndiye aliyekuwa amewatuma akasema, pandeni kwenye hii mashua mvuke mwende kule. Ila yeye akatoka kaenda mlimani. Kimsingi tulikuwa tumeona kwamba alitoka kumjaribu Filipo. Alikuwa amemjaribu Filipo kidogo. Wakati tukaona kwamba Kristo anaweza akatujaribu akatuletea kitu wakati anajua ni nini atakachofanya. Kwa mfano alimjaribu Ayubu. Mungu alikuwa anajua kwamba ni nini atakachofanya kwa habari za Ayubu. Alikuwa anajua. Kristo anakuwa anajua ni nini wacha Mungu wake wanapitia. Unaweza kuona tabu zako na njia zako na vitu vyote unavyoomba. Mungu anasema ngoja, ninajua nitakachofanya baada ya mwaka huu. Ninajua nitakachofanya baada ya miezi hii. Lakini sisi tunakuwa wakati mwingine tunakata tamaa, tunafikiri kwamba ametusahau. Hapana. Basi walivyokuwa kwenye ile mashua wakapata dhoruba kali. Hakuwahi kwenda kimsingi. Sasa sijui kwa nini Kristo alikuwa anafanya hivi. Mimi namwamini tu kwamba ni njia nzuri. Hakuwahi kwenda. Biblia inasema hata zamu ya 4. Kwanza aliwaona watu wanahangaika. Kristo anatuona tukiwa tunahangaika. Akawa anaona yuko macho anaangalia. Baadaye ilipofika saa ya 4 anaona mzigo umekuwa mkubwa, tatizo limeongezeka. Akaenda tena akataka kuwapita, ndio wakamlilia Kristo anataka tumlilie. Leo hii watu wanataka kwenda kwa Kristo na viburi vyao. Wanataka kwenda kwa Kristo na kila kitu. Yaani anataka kenda kanisani, akaenda mbele ya Mungu, aende kuonyesha vitu vyake vyote vilivyo vizuri. Alafu anakuambia yuko mbele ya Kristo. Hapana. Kristo anataka twende mbele yake na machozi. Ndivyo ilivyo. Daudi alikuwa mfalme. Nenda kasome zile Zaburi ziko 150. Baadhi ya zile Zaburi ni za watu wengine, sio za hazikusemwa, hazikutungwa, sio maneno ya Daudi kinywani. Yale maneno yote ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Ila nyingine za Musa. Nyingine za kina Asafu. Nadhani kuna Zaburi za Solomon mle nilizoona, lakini hizo nyingi ni za Daudi. Daudi anasema mimi namlilia Mungu mchana na usiku, na akiwa mfalme. Hata Mungu akituinua kiasi gani, tuna jukumu la kumuinamia na kumsujudu asubuhi, mchana na jioni, wakati wowote ule. Hata ukiwa kwenye raha yako, weka pembeni raha kidogo, ingia kwenye chumba chako, mpigie Mungu magoti, mwambie Mungu, hata hii raha nakushukuru umenipa. Amekufanya. Tuna tabia, tutakuja kuona ukisoma katika Luka mlango wa 17, kuna watu 10 waliponywa wakoma. Walipomaliza walikuwa na shida zao. Tunapata shida, Kristo anatuokoa. Tunaumwa, Kristo anatuponya. Tunakuwa kwenye hatari ya kufanywa vitu vibaya, Kristo anatukingia mkono. Alafu tukisha pata ile nafuu, tukipona tu, tunaunganisha huko tunaenda kumalizia sherehe ambazo zilikuwa zimekatizwa na matatizo. Umeshaliona hilo? Tusifanye hivyo. Alirudi tu Msamaria mmoja, Kristo hakupendezwa kabisa. Anasema je, si waliponywa wale 10? Wale kenda kwapi? Kwa hiyo tunapoona hayo yote lazima tujifunze. Biblia imeandikwa ili kusudi makosa yote tunayoona mle yatuongoze, tusiyapitie. Tuna tabia kubwa, Kristo anapotutendea, Mungu anapotutendea tunamsahau. Usifanye hivyo. Sasa tukaja kwenye kuanzia mstari wa 26 tulisoma mistari mingi sana mpaka mstari nadhani wa 59. Tuliona Kristo akiwa anabishana na Wayahudi kule Kapenaumu. Hoja kubwa tuliona kubwa. Na hii ni hoja naweza kusema ndio ya msingi kuliko hoja zote kwenye maisha ya Mkristo yote. Kristo alikuwa anataka kuonyesha, anawaambia hivi, Baba yangu ana uhai wake mwenyewe. Yaani uzima wake ni wa milele. Mimi nami nina uzima wangu wa milele. Dunia haina uzima wa milele na vitu vyote vilivyopo vinaharibika. Ni vitu vinaoza. Hii miili yao yote inaoza. Hapa wote tulipo kuna siku tutakuwa tumekufa wote. At one time or another. Akasema mtu asipokula
mwili wangu. Yaani asipochukua kipande kutoka katika mimi niliye hai wa milele, niliyetumwa na Baba. Kwa sababu uzima uko ndani ya Baba, uko ndani ya Kristo. Anasema sasa kwa sababu Baba ameutoa kwa mwanae na mwanae anautoa kwa dunia. Anasema dunia haiwezi ikawa hai bila kumla Kristo. Na tukaona kwa maandiko kwamba sio ile mikate na vile vinani vipombe pombe wanavyokula kwenye madhabahu. Ile ni ishara tu. Ni kama mtu ambaye anafikiri kwamba labda ubatizo unamuokoa. Hapana. Batizo ni ishara ya nje. Kinachobatizwa ni mwili. Kristo anasema sehemu nyingine anasema Stefano anasema ninyi msiotahiriwa mioyo yenu. Kutokutahiriwa mioyo maana yake nini? Ni kwamba tohara ni kitu cha nje lakini kinacho ni ishara ya jambo la ndani. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mpaka tumle Kristo na Kristo akasema mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Ambacho watu wakikila ndio wanapata uzima. Ni neno lake, ni wokovu. Anasema yeye alisikia neno langu na kumwamini aliyenipeleka anao uzima wa milele. Kwa hiyo tunaona kwamba ni mpaka neno likuingie. Anasema sehemu nyingine anasema Ezekiel anasema ni maneno ya Bwana niliala. Alikula kitabu, alipewa kitabu, akakila, ndo akafumbuliwa macho, yani akawa na uzima. Lazima tusikie maneno ya Kristo ambayo ndio mwili wa Kristo, ndo yanaungana na ujio wa Kristo na kufa ambao ndio ule mwili uliouawa, ili kusudi kile kifo kizae uzima. Anasema mbegu isipokufa, isipoingia katika ardhi ikafa, haiwezi kuzaa. Itabaki hivyo hivyo. Kifo cha Kristo na ile damu yake iliyomwagika ndio ikazaa uzima wa milele katikati yetu kwa njia ya imani. Ndicho anachosema katika ile sehemu tuliyoipitia wiki iliyopita. Wiki hii siku ya leo tunaona sasa hoja kubwa ya watu kutokupendezwa na maneno ya Kristo na kumwacha. Na hoja nyingine. Okay, tuanze mstari sasa wa kwanza. Ulikuwa kama utangulizi mrefu kidogo ili kusudi tupate hoja ya neno la Mungu. Tupate muktadha na mwendelezo. Anasema hoja ya kwanza unayoona kabisa katika sura ya leo ni kwamba Wakristo walio wengi hawapendi kulisikia neno la Mungu na wakilisikia huwa wanaamua kuliacha na kuondoka. Ndio tabia za Wakristo. Tusome kuanzia mstari wa kwanza. Wa 60 anasema hivi. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu. Leo hii watu hawataka kusikia maneno. Kristo alikuwa anasema maneno ya mizaha. We dada umependa njoo hapa anaanza yuko madhabahuni anaanza kucheza ndombolo. Kristo alikuwa achezi ndombolo madhabahuni. Alikuwa anasema maneno magumu. Ukiingia sehemu ukasikia hawasemi maneno magumu, ujue sio ya Kristo. Ukisikia maneno magumu yanakuudhi, ujue kwamba bado una kazi ya kujifunza kusikia maneno magumu ya Kristo. Basi. Lakini ukienda kwenye kanisa ukasikia watu wanasifiana. Sehemu nyingine anasema katika kitabu katika Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, mlango wa 10, anasema ninyi miongoni mwenu mnasifiana miongoni mwenu na mkujilinganisha ninyi kwa ninyi. Anasema basi hamna hekima. Haya maneno aliyosema Kristo yalikuwa malaini yalikuwa magumu. Okay, tuseme malaini au tuseme magumu? Kama mnataka tuwe wa Kristo, tuseme ya Kristo. Anasema basi watu wengi. Walikuwa wachache, walikuwa wengi. Walikuwa wengi. Watu wengi hawapendi kusikia maneno ya Kristo, hawataki. Hayawapendezi, wanaondoka. Anasema watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu, ni nani aweze kulisikia? Mstari wa 61, naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinungunikia neno hilo, akamwambia, je, neno hili linawakwaza? Yaani wale kama anawashangaa, hivi mnataka maneno ya namna gani zaidi ya haya? Kwa nini? Yaani haya maneno yanawakwaza. Kimsingi alikuwa anawashangaa. Anasema, hivi inakuwaje maneno yanatoka kwenye kinywa changu niliyowapenda upeo? Niliowafia, nimetoka kwenye enzi na mamlaka, nimekuja kuteseka pamoja na ninyi ili kusudi wakomboe walioko chini ya sheria, walioko chini ya anga. Halafu bado mnaniacha njiani. Sasa yani mimi nanihusu nini? Angeweza kusema naondoka mjitegemee. Na sehemu nyingine anasema tutakuja kuona kwenye mlango wa 8. Walipomchosha sana alimwambia hivi wale Wayahudi.
Anasema ninyi mtakufa katika dhambi zenu. Takufa. Ni mimi nimekuja kuwasaidia hamtaki. Hivi unataka kuona unataka kumsaidia mtu hataki? Hao watu sasa wanaponea wapi? Hao watu wengi. Hii dunia ya leo inaponea wapi? Kama haitaki maneno ya Kristo. Hivi mtu usipotaka maneno ya Kristo unataka maneno ya nani? Ya mwanadamu? Sifa za mwanadamu? Hapana. Lazima tuwe tayari na kama ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo ilivyo sasa. Tena sasa imezidi. Leo hii ukitaka kuwaudhi wa Kristo wa dunia hii waambie maneno ya Biblia. Ikiwezekana nenda, fungua Biblia uweke mbele yako, alafu usiisome waambie unavyovitaka. Wakiona Biblia haipo kabisa wanajisikia vibaya. Wanaona kama vile ngoja, lakini usiisome kwa msitizo. Iguse tu kidogo. Uweke kama mstari kamoja waambie Yeremia 29 anajua mawazo ninayokuwazia. Watu wangu mistari ile minne ndo wanaitaka tu. Ukigusa sehemu nyingine unawaudhi. Biblia inasema tusiwe hivyo. Ndicho anakuja anawaambia, tutakuja kuona kwenye sehemu nyingine, sitafika huko. Twende mstari wa 66 tuuguse kidogo alafu tutarudi tena mstari wa nyuma, mstari ya 63. 66 anasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Kitu kilichowafanya watu waondoke kwa Kristo ni nini? Ni kwamba Kristo alikuwa hawahudumii vizuri. Kilichowarudisha nyuma ni nini? Maneno magumu. Maneno ya Kristo. Maneno ya Kristo. Sasa kama wameondoka kwa Kristo, je, kwa wanadamu si ndo kabisa wataondoka mwisho? Kwa hiyo tukiona wakati mwingine watu hawataki kuja kwa Kristo, mshangae. Ilianza wakati wa Kristo. Ilianza wakati wa Kristo. Twende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 19. Kusema Mwanzo 19 Mkristo ambaye tumekuwa naye muda hapa kanisani atajua kwamba tunaongelea habari za Lutu. So Mwanzo 19 ndio kuna habari za Lutu na Sodoma na Gomora. Unajua tukimkataa Kristo kama hawa watu waliomkataa wakaondoka. Ujue kwamba kinachotusubiri sio kitu kingine, ni Sodoma na Gomora. Ukimkataa Kristo ujue huna msaada. Tusome katika Mwanzo 19:6 anasema hivi. 19:6 anasema Lutu akawatokea mlangoni akafunga mlango nyuma yake akasema basi na wasihi ndugu zangu msitende vibaya. Mbele kidogo nilikuwa nasema kuanzia mstari wa 9. Yuko anawahubiri. Anawaambia wale watu waliokuwa wanataka kufanya ushoga na malaika waliokuwa wametembelea Nuhu. Mstari wa 9 Lutu sio Nuhu, Lutu. Mstari wa 9 wakasema ondoka hapa. Wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kutuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Maana yake ni nini? Hawa watu Nuhu alikuwa anawaambia vitu vibaya. Lakini walichukizwa na maneno ya Nuhu. Wakasema sasa tulikuwa tunatafuta hawa malaika. Walikuwa hawajui kama ni malaika. Tunatafuta hawa wanaume watatu. Sasa tutaacha kuwatafuta, tutakutafuta wewe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba watu hawapendi kuambiwa maneno ya kuwasahihisha. Nuhu alikuwa anawasahihisha. Kristo alikuwa anawasahihisha. Twende sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 7. Hii hali au hoja kama hii inatuangalia katika aspect mbili. Aspect moja ni sisi wenyewe tukikataa maneno ya Mungu. Hapa tulipo wenyewe. Ili kusudi tusiyakatae tu. Aspect ya pili ni pale ambapo wewe umebeba maneno ya Mungu halafu ufanye nini? Watu hawataka kuyasikia. Hiyo nayo ipo. Kwa hiyo tunaweza kuongea katika upande wote ule. Hata Lutu mwenyewe. Lutu kuna wakati alikuwa anahubiriwa na maneno ya Mungu hayataki. Kwa hiyo anakuwa miongoni mwa watu wasiosikia. Lakini akishapokea yale kidogo akienda kuwahubiria wengine nao hawayataki. Kwa hiyo lazima tuliangalie hili swala katika
katika macho mawili kwamba siku nyingine Mungu atatuhubiria tuyakatae ambacho sio kitu kizuri. Kwa hiyo tujifunze tuwe tayari kusikia maneno ya Mungu hata kama ni magumu kiasi gani. Lakini siku nyingine tutakuwa tumewekewa maneno na Mungu vinywani mwetu, watu watayakataa. Vyote inaweza kutupata katika upande wote ule. Mlango wa 7 Matendo ya Mitume mstari wa 51 Biblia inasema hivi. Stefano yuko anahojiana na Wayahudi. Unajua walimuua baada ya hapo. Alafu anawasaidia kumfika. Ni kama Kristo. Anasema mstari wa 51 anasema enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa mioyo wala masikio. Ulishawahi kusikia masikio yanatahiriwa? Kabisa unachukua kisu na au moyo, sijui utafikiaje. Alikuwa ni tohala ni ya rohoni. Ni masikio, ni taswira kwamba mioyo yetu imefunguliwa inamsikia Mungu ananena. Anasema enyi wenye shingo gumu msiotahiriwa mioyo yenu wala masikio siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumtesa? Anatumia neno kumuudhi, kumtesa. Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki. Ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake mkamuua. Ninyi mliopokea torati kwa agizo la malaika msiishike. Wayahudi walikuwa wanashika torati au walikuwa haishiki torati? Walikuwa waishiki kulingana na Stefano anasema mlipewa torati au muishiki. Maana ya maneno haya nini? Maana maneno haya Mungu anatutaka kila siku tuwe tayari kusikia maneno yake na kuyafanyia kazi. Kristo amewahubiri, turudi katika kitabu cha katika Injili ya Yohana pale tulipokuwa. Kristo aliwahubiri watu maneno mengi mazuri tu. Akawaambia wokovu wao ukoje? Wataponaje? Uzima wao wa milele anasema ndio kilichonitoa juu mbinguni kuja duniani. Badala ya kuyapokea yale mambo, unajua walichofanya nini? Waliyakataa wakaondoka. Ndicho walichofanya kwa Rutu, ndicho walichofanya kwa Stefano. Baada ya hapo walichomfanya baada ya muda mfupi walipanga mipango ya kumuua Yesu, akamuua kweli. Unaweza kusema waliomuua ni wengine, hata mimi na wewe tunamuua Kristo. Kristo anaposema neno lake, Biblia yake, tusipolikubali maana yake tunajiorodhesha katika kundi la watu waliokuwa wanataka kumuua. Ndio maana yake. Wewe unasema kwamba waliomuua ni wale tu waliokuepo. Okay, wale waliua ule mwili lakini sisi tunaikataa sauti ya Roho wa Mungu. Tusiwe hivyo. Na najua kumsikia Mungu sio kazi rahisi sana. Kweli kabisa. Lakini lazima tujizoeze. Lazima tujizoeze kupenda kusikia sauti ya Mungu na baadaye tutaiweza. Hoja ya kwanza, hoja ya pili tunaona pia. Kwa hiyo tunaona kwamba okay, unaweza kusema hii hoja sasa inahusu nini? Hoja tu ni kwamba watu kwa asili hawapendi kusikia sauti ya Mungu, hasa maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu sio maneno ya mizaha hata siku moja. Hatumuoni popote pale kwenye injili zote Kristo akiwa anasifia watu kwamba ninyi ni wazuri kiasi gani hapa. Lakini leo ukienda makanisani utasikia ni kusifiana. Haina ubaya kusifiana. Lakini isiwe kuwa ndio huduma kubwa ya makanisani. Hoja ya pili tunayoona ni habari za roho na mwili. Habari za roho na mwili. Mwanadamu mimi na wewe tuna sehemu kubwa zinazotengeneza nafsi zetu. Tuna mwili huu wa viungo hivi vinavyoonekana. Tuna roho iliyo ndani yetu. Ile roho inaweza ikawa iko hai au imekufa. Kama mtu hajawahi kumpokea Yesu Kristo, wanasema roho imo lakini imekufa. Tutakuja kuona kwamba roho inakuwa imekufa. Mtu aliyelisikia neno la Kristo na kulikiri kwa kinywa na kumwamini moyoni, anasema ile roho inafufuliwa, inahuishwa. Sasa hizi roho hizi, iliyokufa iliyo hai na mwili huu ni vitu viwili vinapingana muda wote. Ukisoma katika kitabu cha
Warumi mlango wa 7 hata mlango wa 8 anasema hivi viwili viko na Wagalatia 5. Galatia 6. Anasema okay ni 5 mpaka 6. Anasema hivi vitu viwili vinakuwa vinashindana. Kimoja kile kilicho hai kimetoka mbinguni kwa sababu kimezaliwa kutoka kwa Kristo. Ndio hii tuliyoona kwenye wiki iliyopita na la pili ni mwili uliotoka katika mavumbi. Sasa wanadamu kwa asili wako makini sana na huu mwili uliotoka kwenye mavumbi. Ndio wanaopenda. Ndio atapenda aupendezeshe. Hawezi huo mwili hauwezi kulala bila kula chakula. Hata siku moja hutampata mwanadamu huu mwili uliotoka kwenye mavumbi unaooza. Lazima taulisha sana. Ataupendezesha, ataunawisha sabuni safi, haina shida. Ataupaka manukato. Wengine ataweka na nani atafanana wa Kongo na ni Mkristo. Uovu mbaya sana, manywele kwenye vichwa vyake. Atafanya kila kitu. Kitu asichoshughulika nacho ni ile roho. Sasa mstari wa 63 Kristo anasema ngoje niwape ufafanuzi muelewe maana ya maisha yenu ni nini. Anasema mstari wa 63 anasema hivi, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kulingana na Kristo aliyetupa vyote hivi viwili. Roho ndiyo inayotia uzima, ndiyo muhimu. Mwili hauna maana kulingana na Yesu. Sasa kama hatukubaliani tumuulize aliyesema mimi nimesoma tu yale niliyoyaona hapa. Anasema mwili sio muhimu, kilicho muhimu ni roho. Sasa maana yake ni nini? Ikitokea una muda mfupi ama ulishe roho ama ulishe mwili, kulingana na Kristo ni vizuri ulishe kwanza roho. Kazi ngumu sio ngumu. Ngumu kidogo, si ndio? Lakini ndivyo hivyo. Sasa jukumu letu ni kusema ile kweli. Na mara nyingi kuna msemo nafikiri ni methali ya Kiswahili au nahau. Shasahau hizo. Nasema kweli unauma. Kweli unauma. Maneno ya Kristo kwa sababu ni kweli. Anasema na tutaona anasema maneno yale anayoambia ndio kweli. Kwa hiyo tunajifunza vitu vya ndani. Hivi vitu uvisikii popote pale. Uvisikii. Utatoka kusini mpaka kaskazini, utatoka mashariki mpaka magharibi. Mikoa yote sisi imeshakuwa 30 ngapi siku hizi. Utasikia watu wanakuambia sifa zao na vitu gani. Lakini haya maneno ya kulingana sema roho ndio itia uzima mwili ufanye. Na ni kweli. Ukitaka kujua nenda siku kumetokea labda kuna msiba. Mtu uliokuwa unamjua vizuri, unajua sauti yake, unajua nguvu zake, unajua hekima yake, unakuja unakuta mwili upo. Kabla mtu hajazikwa, mwili uko pale. Upo tu ukihesabu vidole vipo 10 ni kama ni 10 ni 10, mwili macho yapo lakini hayafanyi kazi kwa sababu roho imeondoka. Kwa hiyo ndo unajua pale penye mauti ndipo utajua kwamba mwili ndio roho ndio inayotia uzima. Ule mwili haufai chochote kwa sababu kama ungefaa kitu si ungetembea. Si ungeinuka ukasifanya kitu. Sasa Kristo anasema mimi nilichokuja nimekuja kuwapa uzima wa milele wa hii roho isiachane na huu mwili. Ndio sababu siku tutakapokuwa tunafufuliwa anasema miili yetu itabadilishwa kutoka katika hili isiyofaa kitu, itabadilishwa kuwa miili isiyokufa ya uzima wa milele na itaunganishwa na roho zetu. Alafu tutaenda tumraki Kristo angani na tutakuwa tunaishi naye milele na milele. Ile adhabu ya mauti tuliyoipata kutokea kwa wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva itakuwa imefikia kikomo. Anasema adui wa mwisho kabisa wa wanadamu itakuwa ni kifo. Kwa hiyo ndo tunaona kwamba leo hii wa Kristo wengi tu. Mtu kabla hajaenda kanisani anaweza kutumia saa nzima ya kujiremba, kujipendezesha huu mwili ambao kulingana na Kristo anasema haufai kitu. Kulingana na Kristo haufai kitu. Je, ni vibaya kujiremba? Hapana, lakini ni vizuri uirembe ile roho sana kabla hujaremba mwili. Ni vizuri uhakikishe umesoma neno la Mungu. Kwa mfano kama ni somo la leo, kwa mfano tulikuwa tunajua kama tutakuwa tunasoma Yohana 6. Isome Yohana 6 itafakari kusudi utakapokuwa inahubiriwa hapa, uwe unajibu maswali ambayo labda hukuyaelewa au unaendelea kujifundisha zaidi. Kwa sababu anasema mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litakalo kinywani mwa Mungu. Akimaanisha gani? Inaonyesha kwamba lazima roho ili kusudi iishi lazima ile kila neno litakalo kinywani mwa Mungu. Na kuhakikishia inawezekana wewe unayenisikia leo tuliokaa hapa ndio watu wa kwanza kuisoma Yohana 66
Wiki 3 mfululizo Yohana 6. Wiki 3 mfululizo tulikuwa tunatafakari mstari juu ya mstari baada ya mstari. Ni neema ya ajabu. Ni neema ya ajabu. Mungu aliyeko mbinguni anaangalia anasema hawa watu wanamaanisha. Anafurahi. Anafurahi. Kwa hiyo roho ndiyo inayotia uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo muda wako wote ukitaka kuudhibiti Ukristo wako, nafsi yako, uwe unakaa muda wote unalinganisha, unaweka mizani ya roho na mwili. Uangalie, je, huu mwili nimeutunza kiasi gani? Nimeulisha kiasi gani? Na roho vipi? Ukiona roho hujaigusa, ujue kwamba umegusa kitu ambacho hakina msaada, ambacho ni mwili. That's it. Ndio ukweli. Hem, tuende katika kitabu cha Efeso, mlango ule wa nenda haraka. Efeso kwa sababu tushakisoma sura 4 za kwanza. Kwa hiyo naamini kuna vitu tunavikumbuka. Na kusoma Biblia haina maana kwamba ulishahitima, hapana. Ukienda kusoma unajikuta kabisa unaanza upya. Neno la Mungu halina ni jipya kila siku, hata siku moja huwezi kulimaliza. Ukisoma katika kitabu cha Efeso mlango ule wa kwanza, ngoja twende wa Efeso 2 kwanza. Tuanzie wa Efeso 2. Wa Efeso 2 mstari wa kwanza anasema hivi, kulingana na wa Efeso 2:1 anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Maneno kama haya Wakristo hata kuyasikia. Lakini ndiyo yameandikwa kwenye Biblia. Anasema anasema nanyi mlikuwa wafu kutokana na dhambi zenu. Ngoja nisome pale. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Kulingana na hao watu, sio kusema kwamba walikuwa wamekufa kabisa, wamezikwa. Hapana, walikuwa hai, walikuwa wazima, wanaendelea na shughuli zao za kimwili, lakini kwenye jicho la Mungu hao watu wamekufa. Kwa sababu hawana Kristo. Mpaka walipompokea Kristo wakapata roho ambayo ndio uzima. Kwa sababu tunataka kuona kwamba roho ndio inaleta uzima. Na roho ile lazima itoke kwa Kristo, ihuishe roho iliyokufa iliyomo ndani yangu na wewe. Ikisha kuwa hai na inakuwa hai milele, by the way. Ikisha kuwa hai, sasa huwezi tena kuambia kwamba ulikuwa umekufa, kwa sababu kabla hujampata Kristo ulikuwa umekufa. Kabla hujalikiri jina la Yesu Kristo. Na katika mahubiri yetu lazima hii kitu tutakuwa tumesema kila siku. Hatuongelee kwenda kanisani, hatuongelee kujiita jina la Kristo, kubatizwa siyo fulani ni fulani. Hapana, tunaongelea kulitamka, kulisikia neno la Kristo la wokovu. Anasema yeyote atakayelitia jina la Yesu Kristo ataokolewa. Anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia na kusikia neno la Kristo, alafu ukamwamini moyoni kwamba ndiyo mwokozi wako, alafu ukatamka kwa kinywa. Usipotamka hujakubaliwa. Anasema sasa hapo ndo mnakuwa mmepona. Kwa hiyo tunaona kwamba miili kimsingi ni kama hata kama inaongea inakuwa imekufa mpaka itakapohuishwa na roho inayotia uzima. Na hiyo hoja haipo kwenye Waefeso peke yake. Twende mbele yake kulia zaidi, kuna baada ya Waefeso kuna kitabu cha Wafilipi, baada ya Wafilipi kuna Wakolosai. Wakolosai 2:13 anasema maneno hayo. Wakolosai 2:13 anasema hivi. Wakolosai 2:13 anasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu. Anasema nanyi, unaona kwamba Biblia inarudia kwamba mtu asiyempokea Yesu Kristo, asiyelikiri jina la Yesu Kristo, wakati wowote anakuwa amekufa. Na kufa sio tabia, sio kitu kizuri. Sijui niite tabia. Sio kitu kizuri. Kufa sio kitu chema. Kufa ni kitu kibaya na hiki sio kifo cha mwili, anaongelea kifo cha milele. Kifo cha roho. Mauti ya pili. Kwa hiyo tufanye bidii, tuhakikishe kwamba tunaendelea kulisikia neno la Kristo ili kusudi litufanye hai. Hebu niambie mtu ambaye alikuwa mkubwa sana aliyefanikiwa katika mwili ambaye hakuwahi kufa. Ni nani? Yupo?
Hayupo. Sasa kama hii miili hatima yake inajulikana, kwa nini tunapoteza muda sana na hii miili kwa muda mwingi? Kwa nini? Ni kujidanganya. Kwa hiyo lazima tuwe na muda wa kutafuta uzima wa Kristo ambao ndio kweli ya Kristo, ndio neno la Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba roho ndio muhimu, mwili sio muhimu. Vyote ni muhimu, lakini kimoja kiko juu ya kingine. Na ndio sababu Kristo anasema mtu ataishi kwa mkate tu. Hana maana kwamba mwili hauli, hapana. Mwili unakula. Lakini tu ana maana kwamba ila kwa kila neno. Unaona kwamba msitizo umewekwa katika lile neno linaloisha roho, ambayo ndio inatia uzima, ndio inatia uhai. Na wote tulishaona kwamba roho ikishaondoka, mwili hata kama ni mzuri kiasi gani, hata kama ni mrefu kiasi gani, hata kama una kilo 2000, bado utakuwa umekufa, huna nguvu, huna chochote. Kwa sababu roho inayotia uzima haimo. Lazima tuliangalia hilo. Ni muhimu sana. Na mtu asitoke hapa akasema kwamba labda sikuelewa maana ya roho. Hapana, roho ni kwamba lazima roho yako uirishe neno la Kristo. Kama unavyoulisha mwili kusudi iwe hai, iwe na nguvu pamoja na mwili vile vile. Mungu anataka vyote kusudi mwili unaibeba roho. So mwili ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Na ndio hekalu la roho zetu. Mpaka vitakapoachana. Pointi ya tatu tunayoona. Kwa hiyo pointi ya kwanza tunaona kwamba watu wengi hawapendezwi na maneno ya Kristo na wanatabia wakisikia maneno ya Kristo wakasikia ni makali au Biblia wakaona hawataka kuisikia wanaondoka. Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo tusishangae. Pointi ya pili tukaona kwamba kuna mwanadamu ana nafsi yenye roho na mwili. Tukaona kwamba kilicho muhimu ni roho kuliko mwili. Kwa hiyo tunapopata nafasi tulishe roho, neno la Mungu zaidi kuliko kulisha mwili, lakini ni vizuri tufanye vyote kwa sababu vyote vinatakiwa kuwa hai na kufanya kazi pamoja. Pointi ya tatu ni mpya, tunaiona maneno inasema maneno ya Kristo. Maneno ya Kristo ni roho na ni uzima. Yaani lile neno la Kristo ndio Roho Mtakatifu na ndio uzima wa wanadamu. Leo hii utakuta Wakristo kadhaa wengi tu wanakuambia, Wakristo wengi wanakuambia tunaenda kujazwa Roho Mtakatifu. Wanaenda wanawasukuma, wanawapiga miereka, wanawarusha, wanawafanyia vitu gani? Hapana, kulingana na Kristo anasema mstari wa 63 Yohana 6 anasema hivi. Anasema sehemu ya pili sasa. Anasema hivi, maneno hayo niliyowaambia. Maneno ya Kristo ni roho tena ni uzima. Nani anapenda uzima? Tunyoshe mikono wanaopenda uzima. Ni maneno ya Kristo. Chukua Biblia yako, isome. Ielewe, njoo kanisani, hubiriani. Hiyo ndio uzima. Maana ya pili anasema maneno anayoambia ni roho. Alafu pia ni uzima. Nani anapenda roho wa Mungu awe juu yake? Ni maneno ya Kristo. Sio yale maigizo ya makanisani ya kusukumana pokea hapana. Ni maneno ya Kristo. Anasema maneno haya ninayoyasema ambayo ndio Biblia hii. Kwa sababu Kristo aliyasema yakaingia kwenye Biblia. Anasema ndio roho na ndio uzima. Kwa hiyo kama tunataka roho wa Mungu tujazwe maneno ya Kristo. Tuyasikie maneno ya Kristo yawe sehemu ya uhai wetu wa uzima wetu wa nafsi zetu. Ndio roho. Haiwezekani Mungu hana roho zaidi ya moja, na roho moja. Haja akasema roho moja ni kwenda kusukuma makanisani na sijui ni pokea watu wanafanya hivyo wanasinzia wanaanza kusisimuka. Hapana. Hiyo sio hakuna roho, hajasema hivyo. Alichosema roho ni maneno, anasema maneno haya ninayowaambia. Maneno anayosema Kristo ambayo ndio Biblia. Haya yakaandikwa humu. Ndio roho. Anayetaka roho wa Mungu ayasikie maneno ya Kristo. Ajawe na maneno ya Kristo. Alafu anayetaka uzima asikie maneno hayo ya Kristo. Ndio vitu viwili. Ni hoja ambayo ni hoja kubwa tu, watu wengi tuende katika Yohana hii 5. Tulikuwa kwenye Yohana 6. Turudi Yohana 5:24. Huu mstari nadhani watoto wako wameusoma leo kwa sababu tushakubaliana kwamba wao wanausoma. Anasema mstari wa 24 anasema Yohana 5:20 anasema amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye nipeleka yuna uzima wa milele.
Yohana 5:24 inaendelea kusisitiza kwamba uzima ni maneno ya Kristo, ni kusikia maneno ya Kristo. Sio kwenda kanisani na kufanya misisimko na kukimbia. Unaweza kukuta mtu wanafanya wanasukuma baadaye unaona mtu anatoka pale anachomoka anapiga ndio. Wanaenda wanamshika, wanampiga mweleka, wanamwangusha. Uongo mtupu. Uongo mtupu, sikubali kudanganywa. Kristo anasema aliyetupa uzima wa milele anasema maneno yangu yale ninayotamka. Yohana 6 ina mistari 71. Ukijazwa maneno ya Mungu ukayaamini ndio umepata roho na umepata uzima. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Luka 13 anasema jihadharini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Kwa sababu wengi wanaingia wanasema kwa sababu njia inayoingia kwenye upotevu ni pana na wanaoingia ni wengi na wanaoiona ni wengi. Ndio sababu kwenda kwenye makanisa ya uongo watu wanapenda. Unaweza kukuta kanisa la miujiza limetoka hapa mpaka kwenye barabara kule. Kwa sababu wanadanganywa. Unamwambia ni wapi ambapo umeambiwa kwamba roho wa Mungu ni kupigana mieleka na kusisimuka na kusema na kufanya nini? Ni wapi? Haipo. Alafu ndicho watu wanachotaka. Kwa nini tudanganywe? Tusikubali kudanganywa. Tusikubali kudanganywa. Kwa hiyo tumeona hoja ya tatu. Hem, tuende katika Efeso tena. Tuko kwenye Efeso 2, twende kwenye Efeso 1. Tuone Mungu tunatafuta hoja ya kwamba neno la Kristo, maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Kristo ndio Biblia. Ndio Biblia nzima. Anasema hata yale maneno ya Musa yalikuwa sio ya Musa. Anasema hata kile chakula alichowapa cha mana jangwani hakuwa amekitoa Musa, alikuwa amekitoa Mungu, alikuwa amekitoa Kristo. Kwa hiyo vyote vimo kwenye Biblia, sio maneno ya wanadamu, maneno ya Mungu. Anasema tunaangalia hoja kwamba maneno ya Kristo yana maana mbili. Yana roho mtakatifu wa Mungu, yana na uzima. Yana roho, yana uzima. Yesu alimwambia yule mwanamke waliokutana kwenye kisima cha Yakobo kwenye mlango wa 4 wa Yohana. Tulikuwa kule wiki kadhaa zilizopita. Akamwambia akasema tazama watu watakuwa tena hawaendi wapande kwenda Yerusalemu wala juu ya mlima. Watakuwa wananiabudu katika roho na kweli. Na sehemu nyingine anasema uwatakase, ukisoma kwenye Luka 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Watu watakuwa wananiabudu katika neno langu. Ndio maana yake ni nenda kwenye makanisa utakuta vitu vyote vipo, lakini kitu ambacho utakikuta ni neno la Mungu. Ukigusa neno la Mungu watafunga misare zao, sio Biblia tena. Wataondoka. Kama ilivyokuwa kwa Kristo. Wataondoka. Kwa hiyo hebu niambie watu wanapoenda pale unakuta wameshika vitambaa vyeupe wametoka jasho wanaruka wanazunguka wanakuwa pale ni roho au ni mwili unaofanya kazi? Ni mwili. Kwa sababu ni misuli inayokuwa inakimbia lakini roho ambayo ni maneno yanaingia kwenye hakuna kitu kinachokuwa kinaingia kwenye masikio. Anasema imani inakuja kwa jinsi ya kusikia. Wakati huo hakuna masikio yanayokuwa yamefunguka yanasikia chochote. Alafu nakwambia tumejawa roho wa Mungu. Hamna. Uongo. Na tunauthibitisha kwa maandiko. Sihitaji kutafuta gazeti au fikira zangu binafsi, hapana, na yasoma huko. Twende katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa kwanza. Tuko tunatafuta hoja inayounganisha vitu viwili. Neno la Mungu likimaanisha uzima ambao watu wote tunautafuta, alafu likimaanisha roho, kwamba ndio roho wa Mungu alafu ndio uzima. Vitu vya msingi sana. Ukiweza kupata vitu viwili muhimu, ukipata uzima wa milele, ukipata uzima kwenye mwili. Na Kristo anasema hajali uzima wa milele peke yake, anatafuta hata mwilini. Ndio sawa anasema nimekuja kusudi na uzima kisha wao nao tena. Leo hii watu wanataka kukupa uzima wa leo na wanakudanganya. Ule wa tele hawakupi wa milele. Wa Efeso mlango wa kwanza tusome 10. Huu mstari tulisoma tukausitiza. Tuliona muhuri wa Mungu. Na tulitumia mistari hii kupinga watu wanakuambia kusali Jumapili ni muhuri wa mpingo wa Kristo. Maneno makubwa ya uongo sana. Nasikitisha kweli kweli.
Maana unapoenda kusali Jumapili umesali umepata nembo ya mpinga Kristo. Uongo. Paulo alikuwa anasali Jumapili zaidi. Japo alikuwa anasali kila siku. Tuliona pia kwamba ndio roho wa Mungu kwenye mistari hiyo. Akasema ndio muhuri. Muhuri ni roho wa Mungu aliyeingia kwa neno la Mungu, kwa neno la Kristo. Na tunaliona linasoma sambamba na maneno ya Kristo, tunasoma sambamba na neno ya Mungu kutoka kwenye kinywa cha Paulo. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 13 anasema hivi. Waefeso 1:13 anasema hivi. Nanyi pia katika huyo alikuwa anaongelea Kristo, alikuwa ametokea juu akiongea, mmekwisha kulisikia neno la kweli. Unaona kwamba haya maneno hayaachani, ni habari za kweli, ni habari za uzima wa milele, ni habari za roho. Yaani unacheza katika utatu fulani. Kweli, nasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Na Biblia inasema sehemu nyingine katika Warumi mlango wa 3:4 sehemu nyingine anasema na kila mwanadamu awe muongo, Mungu awe kweli. Kila neno atakalo kuletea nabii wa uongo, atakomwambia mwanadamu kwenye vipimo vya kimungu ni la uongo. Kila mwanadamu awe muongo, Mungu awe kweli. Bwana anakuambia turudi pale kwenye Efeso, nilikuwa najaribu kufafanua maana ya haya maneno. Anasema naye pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Mbona neno la Kristo? Habari njema za wokovu. Naona kwamba ndio linaleta wokovu. Leo hii anakuambia wokovu ni kubatizwa. Wokovu ni kuishi kwa siku fulani. Uongo mtu. Uongo mbaya kabisa. Anasema katika huyo mmepata wokovu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Unaona sasa kwamba imeanzia kwa habari za Kristo na kumwamini na kusikia kweli na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona kwamba ndio anamaanisha kwamba maneno haya anayowaambia ndio roho. Kwa hiyo nyingine ukisikia maneno yamekuingia ukayaamini, manake huyo roho ndo ameingia na amekutia muhuri. Hatuhitaji kudanganya. Na nakuomba wewe unayesikia utoke hapo kuambia wengine, utakuwa unamtendea Mungu vitu vizuri na utamfurahisha unaposikia kweli ukaenda kuambia wengine. Tuliona katika Yohana mlango wa kwanza akina Filipo aliposikia habari za Kristo, Filipo inaonekana alikuwa yuko na Yohana Mbatizaji. Akaenda akatokea pale akaona aliposikia habari za Kristo tu akamjua huyu ndo Kristo. Alienda hakuishia pale, hakusema kwamba anaambatana na hapana. Alienda akamtafuta rafiki yake, alikuwa anaitwa Nathaniel. Kwenye Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 46. Akaenda akasema njoo na wewe. Sitaki kwenda peke yangu ndugu yangu. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa mwisho, sio wa mwisho, mlango wa pili kutoka mwisho, mlango wa 21. Anasema kutakuwa kuna machozi mengi sana siku ya hukumu mbinguni. Itabidi Mungu afanye kazi ya kufuta yale machozi wakati unawaona watu wako, wapendwa wako, yamkini hata watoto wako, yamkini hata mmeo au mkeo unamuona anahukumiwa, anaenda kwenye jehanamu ya moto milele. Anakuambia hata furaha yako ya wokovu itakuwa haipo na ya kwangu. Itabidi sasa Mungu aingilie kati, afute machozi na yamkini atafuta na ile kumbukumbu. Kwa sababu atakuwa ameumba nchi mpya na mbingu mpya. Amkini ataumba na akili mpya na fikra mpya ili kusudi usikumbuke ya nyuma. Lakini wakati wako anahukumiwa, Biblia inasema itakuwa ni siku ya machozi makubwa sana. Itakuwa ni kilio kikubwa, walioshinda na wasioshinda. Ngoja nitoe mfano. Kwa mfano kuna vijana unakuta labda mtu na kaka yake wanasoma darasa moja. Ikatokea mmoja katika wale wawili au mapacha akafaulu, amechaguliwa anaenda shule nzuri, amefaulu, labda ni form 4 anaenda form 5 au ni vyovyote hivi, mwenzako amepata 0. Utakuwa unashangilia 100% kabisa kwamba nimeshinda kabisa. Utakuwa unashangilia, lakini huku nyuma una machozi, unaona mwenzako unamlilia vile vile. Sasa kwa nini hukumfundisha wakati unajifundisha ukaelewa? Kwa nini hatukuwapa wengine injili? Tuwape injili wengine, tuwapelekee watu wengine injili. Tuambie kweli, tuwavute kutoka katika uongo, wamepotea, wanadanganywa. Kwa sababu tusije wakati mwingine kama sio kwa ajili yao tufanye kwa ajili yetu, kwa sababu tutalia vile vile. Lakini Mungu ni mwenye rehema, atatufuta machozi. Na kuna machozi mengi, pia kutakuwa na machozi
ya kuumaliza mwendo. Hii safari sio ndogo hii. Safari ngumu hii. Utakuwa unakumbuka mambo uliyopitia safari ilivyokuwa ngumu. Hiyo nayo itakuwa ni machozi ya furaha yani. Yaani ni machozi ya furaha. Unajua kuna machozi ya furaha. Lakini kutakuwa na machozi ya majonzi ambayo itabidi aingilie kati Mungu kuyafuta. Point inayofuata tulikuwa tunaona kwamba sasa tunaunganisha au tunahusisha, na ndicho Biblia inachofanya. Kutokea kwenye mstari wa 63 anasema maneno haya ya Kristo, neno la Kristo ndio roho ndio uzima. Mtu akwambia kwamba nimejazwa Roho Mtakatifu, msikilize ana mistari mingapi kwenye kichwa chake. Ukisikia anaijua Hosea 4:6 nusu, nayo sio yote kwa sababu yote hawezi kuisoma. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukasikia anaijua Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ukasikia anaijua Yeremia 29:11, na ajua mawazo mazuri nayo wazia sijui nini. Ukasikia anaijua Yeremia 33:3, inasema niite nami nitakuitikia, nitakwambia maneno. Ukasikia anajua hayo tu, ujue hana roho wa Mungu. Kwa sababu hana maneno ya Mungu, hayamtoshi. Hapa nimewasomea mistari mingapi ambayo sikwenda kwenye Biblia. Niliyoitoa kichwani. Na bado natafuta mingine. Kristo anasema neno la Mungu likajae kwa wingi mioyoni mwenu. Ndicho anachotuambia. Na anatuambia ndo uzima, ndo roho wa Mungu. Huyu anayekwambia unakuta mwingine anajulikana maneno yake sio ameshikwa na Roho Mtakatifu, anajulikana ni utafikiri ni nini sijui. Labda ni gari ambayo imeshindwa kupanda mlima. Mwingine utasikia ni shaka. Yaani anajulikana ni shaka. Uongo mtupu. Kwa nini tunakubali kudanganywa? Kristo ametuambia anasema ni maneno yangu yanayokupa roho, ndio roho. Kiwango cha maneno anasema Kristo alikuwa amejazwa Roho wa Mungu bila kipimo, kwa maana kwamba maneno yote ya Mungu yalikuwa yamemjaa Kristo. Kwa hiyo hakuwa na kipimo cha maneno. Mimi na wewe tunajazwa Roho wa Mungu, lakini kwa kipimo cha kiwango cha maneno ya Mungu tuliyopokea na kuwa halisi katika maisha yetu. Ukiwa na mstari mmoja una Roho wa Mungu kipande hicho. Ukiwa na mstari 50 una Roho wa Mungu kiwango cha juu. Tunaendelea kusudi tutamaliza, lakini hatuwezi kukata tena mstari. Tutakuwa tumezidi sasa. Hatuwezi kukaa wiki 4 kwenye Yohana 6. Kwa hiyo lazima tumalize. Pointi ya 4 tunaona kwamba tunajifunza kutoka kwa Petro. Wengine wakirejea nyuma, wewe usikubali, songa mbele. Wengine hata kama watarejea wote, ukasikia kwamba ni habari za Kristo, wewe usirudi nyuma pamoja na hao. Turudi tusome katika mstari ule wa 67. Anasema hivi. Yohana 6. Kwanza okay, mstari wa 67 tutaruka kidogo twende 68, alafu tutarudia 67. Anasema hivi. Mstari wa 68 anasema hivi. Basi Simoni, okay, tuanzie 67 samani. 67 ndio inaleta 68. Anasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, "Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka?" Kwa sababu huku nyuma tunaona wengi wameshaondoka. Akaongea thenashara ni wale 12 na Yuda alikuwa bado yuko pale. Anasema sasa na ninyi 12 ambao tulikuwa tumeshikana kabisa tuko familia moja. Na ninyi vipi mnaondoka mnaungana na wale? Kwa sababu wale walioondoka sio watu wa mbali, ni wanafunzi. Kwa sababu mstari wa 60 anasema basi wengi miongoni mwa wanafunzi wake. Hawa ndio walishakuwa wanafunzi. Hawa tuseme waliacha shule hao. Na ni wengi. Sasa Kristo anajaribu kuangalia na hawa wa karibu zaidi. Anasema je, na ninyi 12 thenashara. Vipi mnataka muondoke mniache kabisa muungane na hawa? Sikiliza jibu la Petro. Tuwe kama Petro. Tuanguke kama Petro, tuone shaka kama Petro, lakini tujawe imani vile vile kama Petro. Anasema mstari wa 68 anasema, "Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani?" Unajua hakuna mbadala wa Kristo. Maana yake wewe Kristo hakuna mbadala. Hatuwezi kutoka hapa, hatutaenda sijui kwa nabii nani. Hapana, hakuna mjadala wa Kristo, hakuna mbadala, hakuna alternative. Anasema Bwana twende kwa nani?
Hakuna hoja ni kwamba hakuna mbadala kwa Kristo. Ukiondoka kwa Kristo maana yake huna kwingine kwenda, unaenda kwa shetani. Twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Angeweza kusema wewe unayo miujiza mingi sana. Hapana. Angeweza kumwambia wewe una baraka tele ulishatulisha. Hapana. Alikwambia kitu kinachofanya tusiondoke kwako ni maneno ya uzima wa milele. Basi. Nani elewa? Mmoja tu. Yes, wamesikia wao wote. Kwa nini anarejea mmoja anasema kulingana na Petro, mkuu wa imani kabisa. Anakuambia kitu kinachotufanya tutoke kwa Kristo ni maneno yake. Ni Biblia, ni ufunuo, ni mwanzo, ni kutoka, ni mambo ya Lawi, ni Hesabu, ni kumbukumbu la Torati, ni Yoshua, ni vitabu vyote. Kulingana na Kristo. Kulingana na Petro akimjibu. Na anakuambia sio kwamba tunahisi, hapana. Mstari wa 69 anafafanua maana ya neno la Kristo. Anasema nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe niwe mtakatifu wa Mungu. Ni mpaka usikie ndo usadiki. Waamini. Yaani inatokana habari za imani. Hivi tuweze ukaviachanisha, vimeshikana. Ni habari ya neno, ni uzima, ni roho, ni kusikia, ni kuamini, ni kuambatana. Anasema lakini sasa katika uhalisia wa maisha huko hivi. Ngoja tuone katika uhalisia. Application, maana ya maneno haya. Wewe unaweza kuwa ni baba. Unaweza kuwa ni mama. Unaweza kuwa mume, unaweza kuwa mke. Kama mkeo amekataa kwenda kwa Kristo, amerudi nyuma, wewe lazima uende mbele. Wewe kama ni mama, ni mke, mume hataki kwenda kwa Kristo, uwe kama Petro, nenda kwa Kristo. Kwa sababu Petro naye alikuwa na uwezo wa kuungana na wenzake, lakini akajipambanua. Akawa peke yake. Yamkini hapa hatuoni watu wengi wanajibu. Watu waliokuwa wametoka kula kwenye hii sura walikuwa 20,000. Lakini yule ambaye anakiri na kusema tuko na wewe mpaka mwisho wa habari ni Petro. Hakuangalia ndugu yake, hakuangalia rafiki zake, hapana. Alienda mwenyewe. Na kule mbele mwishoni mwa hizi habari kwenye mlango wa 22 wa Luka, japo ni sura ni injili nyingine lakini habari hizo za Kristo, alimwambia sema wewe Petro nimekuombea wewe peke yako. Kwa sababu inaonekana wewe ndo unaelewa hizi habari hizi. Nimekuombea wewe ukishaongoka tu waimarishe na ndugu zako wadhaifu. Wahubirie. Watie nguvu. Wakumbushe hizi habari. Wewe unayenisikiliza, Kristo amekuombea wewe na mimi. Ukisha sikia ukaelewa, muimarishe na mmeo. Muimarishe na mkeo. Waimarishe watoto wako, waimarishe rafiki zako, waimarishe jirani zako, waambie na wengine. Ndiyo kanuni ya Kristo. Kristo haiti wote, anaita wachache, alafu anawatuma nendeni katika ulimwengu wote. Kaihubiri injili. Anasema ninyi ni nuru ya dunia, nenda ukang'ae kama nuru. Ninyi ni chumvi ya dunia. Nenda ukatie ladha katika dunia. Kwa hiyo tunaona kwamba hata kama wengine wote, hata ndugu yako wa karibu, hata yote yule akirudi nyuma, wewe nenda mbele. Fanya kama Petro. Hoja ya kufungia. Na tushaona katika sitaenda huko kwa sababu nishasema sitaenda. Ukisoma katika Luka mlango wa 17, 11 pale tuliona waliponywa watu wangapi? 10. Wakoma 10. Luka 17:11 na kuendelea mpaka 17 ni kisa kirefu kidogo. Lakini aliyesimama imara peke yake kama Petro ni Msamaria, ni mtu mmoja tu. Usione kwamba wengine 9 hawataki kwenda kwa Kristo. Usione kwamba wanafunzi wengi wanamkataa Kristo, wanafuata miujiza na uongo wa makanisani na uongo na hata wakati mwingine kujitumainia wenyewe na kazi zao na nini. Usiwaone hao ukawafuata. Simama peke yako kama Petro, toa ushuhuda usema wewe ndio una maneno ya uzima, hatuna pengine pa kwenda, tutakufuata wewe peke yako. Basi. Tumjaribu Mungu tuone. Tumjaribu Kristo tuone kwamba atatupungukia kwa lolote. Hebu niulize, unadhani hawa waliorejea nyuma na huyu Petro aliyeambatana na Kristo, yupi alikuja kufani ambaye yani alipata faida? Ni hawa waliorudi nyuma ambao hatuwajui au huyu Petro tunamjua mpaka leo?
Yes, tuambatane na Kristo kama Petro atatufanya kujulikana, atatufanya kudumu hata uzima wa milele na milele na milele. Pointi ya mwisho. Nilikuwa na mistari mingi pale, lakini ngoja tuiache. Ni mingi sana. Twende kwenye hoja ya mwisho. Hoja ya mwisho ni hoja ambayo kidogo ni ngumu, inahitaji kuijenga. Ni somo la kujitegemea, lakini niiguse yule atakayeelewa kidogo aelewe. Na mimi mwenyewe bado najifundisha. Sio kusema kwamba najua kila kitu, najua baadhi. So lazima tujifunze. Anasema heri mwenye kiu na njaa ya haki. Lazima tuwe na njaa ya kiu na kiu ya haki ya kujua kweli. Lakini hoja tunayopata hapa kwenye mstari wa 64 na 67 na 70 mpaka 69 mpaka 70 tunaona kwamba kuna watu walikuwa wanaambatana na Kristo. Kuna watu ni wa Kristo, wanaambatana na Kristo, lakini hawakuwahi kuamini tangia mwanzo. Yaani wamo tu. Tusome mstari wa 64 anasema hivi. Lakini Kristo anasema, tumerudi nyuma kidogo, tuliruka ile mstari. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Muda wote ukisikia kutokuamini, ujue ni kutokuokoka kwanza. So kuokoka ni kuamini. Sio kuacha dhambi. Sio kuishi maisha matakatifu, sio kutoa sadaka, sio kufanya nini. Anasema kuna miongoni mwenu wasioamini, wasiookoka. Hawa ni watu wanaenda kanisani, hawajawahi kuwa na Kristo katika imani. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hawa watu hawajawahi kumpendeza Mungu kwa sababu hawajawahi kuamini, hawajawahi kuokoka. Anaendelea mstari wa 64 unaendelea anasema, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni kabisa, tangia mwanzo. Ni nani wasiomwamini naye ni nani atakayemsaliti. Sasa kuna watu wengine wanakuambia Yuda alipoteza wokovu, alikuwa ameshaokoka baadaye akaupoteza. Hapana. Yuda aliyekuja kumsaliti, Kristo anasema hapa kwamba alijua tangia mwanzo kwamba hakuwahi kumwamini. Ndio sababu tunasema ukisha amini ni wokovu wa milele. Sio kwamba unaweza kuupoteza. Mtu anasema huyu mbona alikuwa naye alafu akarudi nyuma, alafu anaonekana na hukumiwa kwenda jehanamu ya moto. Ni kwa sababu sio kwamba hakuwa ametenda dhambi, sio hapana, ni kwa sababu hakuwahi kuamini tangia mwanzo. Tangia mwanzo kabisa. Ile siku anakutana na Yesu mpaka mwisho. Ameingia kanisani, ameingia ibadani, amefanya. Yuda alikuwa mtumishi mzuri tu. Kwenye ile ndiye alikuwa ndo waziri wa fedha au ndo mtunza hazina kwenye ile serikali. Kwa hiyo alikuwa mtumishi. Yamkini alikuwa mpaka mzee wa kanisa. Yamkini alikuwa kiongozi mkubwa pale. Lakini hakuwahi kuwa mmoja wao kwa sababu hakuwahi kuamini. Kwa hiyo hata alipopotea kwenda jehanamu sio kwamba aliamini afu imani kaisha, hapana. Ukishaamini mara moja ni wokovu wa milele. Lakini huyu ni tangia mwanzo. Mstari wa 69 anasema nasi mstari wa 70 anasema hivi. Yesu akawajibu, "Je, mimi sikuwachagua ninyi tena shara na mmoja wenu ni shetani?" Kwa hiyo shetani hakuwahi kumwamini Mungu. Huyu alikuwa alishamwamini shetani tangia mwanzo. Hakuwahi kumwamini Mungu. Na tunaona kwamba alimnena Yuda mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyo ndiye atakayemsaliti naye ni mmoja wapo wale thenashara. Tunaona hoja tuliyoanza nayo kwamba Kristo pia alikuwa hafichi hafichi makosa ya watu. Alikuwa anawaambia kwamba wewe umekosea. Of course hatuwezi tukatoka hapa tukasema kwamba fulani amekosea au mimi nimekosea, hapana. Lakini inapokuja kwenye nafasi husika, mambo ya kuficha au unahubiri ukasema fulani ni manabii wa uongo, hapa kuna manabii fulani hatuwajui nini, hapana, unawataja. Unasema wewe ni Yuda Iskarioti, ndio utakayenisaliti, hujawahi kuamini tangia mwanzo. Wewe ni shetani. Leo hii tukihubiri habari za manabii wa uongo tukawataja na ushetani wao, tunaonekana ni watu wabaya. Aliyekuwa kwanza ni Kristo. Na anawaambia nifuateni mimi kama Paulo anasema nifuateni mimi kama namfuata Kristo. Hapa hakusema unajua hapa miongoni mwenu kuna mtu mbaya lakini namtunzia tu sina monea ima, hapana, alimtaja. Anasema ni Yuda wewe. Kwa hiyo tutaishia hapa, tutakuwa tumemaliza mlango wa 6. Ulikuwa mrefu kidogo na ulikuwa na hoja nzito sana, mahubiri ya Kristo yalikuwa mengi. Na tutaendelea mlango wa 7 wiki ijayo kama tulikubaliana kwamba hatutasimamisha, turudi kwenye Waefeso tuiache, tutaihubiri baada ya hapa.
baada ya kitabu hiki kuisha. Tumshukuru Mungu. Baba, tunakushukuru kwa rehema zako. Asante kwa neno lako. Mungu, tunajua tuliyasikia, tuomba kwa tu yathibitishe katika mioyo yetu. Ukatupe Mungu roho wako na uzima wako na wokovu wako Mfalme, ukatuondolee mashaka, ukatubariki katika miili yetu na roho zetu. Tunakushukuru Kristo. Asante Mungu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini tunakupokea. Amen.